Naam, Bwana Yesu asifiwe mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM. Ni kukaribishe tena siku ya leo katika kipindi cha Roho Mtakatifu, kipindi ambacho kinakujia kukupatia mafundisho kuhusu Roho Mtakatifu kama ambavyo Biblia takatifu imemfunua. Hapa tumekuwa tukiangazia tangu kitabu cha Agano la Kale mpaka Agano Jipya, tukiangalia jinsi maandiko matakatifu yanavyomfunua Roho Mtakatifu. Mimi ninayezungumza nao ninaitwa mchungaji Godliven Maximilian Ngesi. Nikukaribishe sana katika kipindi cha siku hii ya leo. Na kabla tujaanza basi tupate kuomba. Baba yetu na Mungu wetu mwema ushie juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi na kutubariki. Umetupatia nafasi ya kuweza kujifunza kipindi hiki cha Roho Mtakatifu, na leo tena tuko hapa kwa ajili ya kujifunza. Tunaomba uweze kutuongoza na kutusaidia, kwa kuwa tunaomba kupitia jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Tupo katika mfululizo wa kipindi ambacho kinaongelea ishara mbalimbali za Roho Mtakatifu. Tumejifunza hapa Biblia inafunua juu ya uwepo wa Roho Mtakatifu kwa njia ya ishara mbalimbali. Na hizi ishara zinazofunuliwa kuhusiana na Roho Mtakatifu zinatufundisha mambo makubwa mawili. Moja, zinafundisha juu ya uungu wake. Lakini jambo la pili, zinafundisha juu ya utendaji kazi wake, jinsi anavyofanya kazi. Na tumejifunza ishara mbalimbali, ikiwepo ishara ya maji, tumejifunza ishara ya moto, tumejifunza ishara ya upepo, tumejifunza ishara ya mkono wa Mungu, kidole cha Mungu. Na hivyo nikukaribishe tena siku hii ya leo, tunaanza ishara nyingine tena ambayo maandiko matakatifu yanafunua kuhusiana na Roho Mtakatifu. Leo tunajifunza ishara ya mafuta. Mafuta ni moja kati ya ishara ambazo zimefunuliwa kuhusiana na Roho Mtakatifu katika Agano la Kale, lakini pia katika Agano Jipya. Hata katika mifano ambayo Yesu aliitoa, ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 25, Yesu anaongelea habari ya wanawali 10, 5 ambao walikuwa wapumbavu, 5 walikuwa werevu. Na wote hawa wanafunuliwa ya kwamba walikuwa wanamngoja bwana harusi. Lakini hawa 5 walikuwa na taa zisizo na mafuta, na wengine walikuwa na taa ambazo hazina mafuta. Ndio tofauti unakuwa hapa. Na mafuta kama ambavyo Yesu alifundisha hapa Mathayo 25 ni uwakilishi wa Roho Mtakatifu. Mafuta yanasimama kama ishara ya Roho Mtakatifu. Na leo ndio tunajifunza ishara hiyo ya Roho Mtakatifu ambayo inazungumzia juu ya mafuta. Sasa Biblia inatumia ishara ya mafuta kuwakilisha utendaji wa Roho Mtakatifu, lakini pia inafundisha juu ya uwepo wake kama Mungu. Kwa hiyo maandiko yanapomfunua Roho Mtakatifu ni Mungu, yanatumia ishara ya mafuta. Leo tutaona kwa kina mafuta ambayo yalikuwa yakitumika kuwakilisha juu ya Roho Mtakatifu. Biblia imeandika katika kitabu cha Kutoka sura ya 27 mstari wa 20, inasema ni mafuta ya zeituni safi. Mafuta ya zeituni safi. Mafuta haya yalitumika kwa kazi nyingi sana, lakini moja ya majukumu ambayo yalitumika ni kama ifuatavyo. Moja, mafuta haya ya zeituni safi yalitumika kwa ajili ya kuwatia mafuta viongozi. Viongozi mbalimbali nitawataja hapo baadaye, walioitwa kwa ajili ya nafasi ya kuongoza taifa teule, watu wa Mungu, walitiwa mafuta kwa njia ya mafuta haya zeituni safi. Lakini mafuta haya pia yalitumika katika huduma ya ibada, katika hema ya kukutania, mahali ambapo ibada ilikuwa inafanyika, walitumia mafuta ya zeituni safi. Moja, walitumia kuweka katika taa, kufanya taa ziwake, lakini pia walitumia katika kuweka madhabahu, kuiweka wakfu, kuitakasa. Mafuta haya yalitumika kuwatakasa makuhani, pamoja na kuhani mkuu ambaye ni Haruni, alikuwa kuhani mkuu wa kwanza, na wengine wengi ambao walifuata baada yake. Yote hiyo ilikuwa ni kazi ya mafuta ambayo yalitumika kuwakilisha Roho Mtakatifu. Sasa baadhi ya viongozi katika Biblia ambao wanatajwa walitiwa mafuta, walitiwa mafuta ikiwa ni ishara ya Roho Mtakatifu kuwatenga watu hao kwa ajili ya kazi maalum, ni hawa wafuatao. Moja, walikuwa ni wafalme. Lakini 2, walikuwa ni manabii. 3, walikuwa ni makuhani. Na 4, walikuwa ni waamuzi. Hawa ni viongozi ambao walikuwa ni wa taifa la Israeli. Wakati taifa hili Mungu ameliteua kama taifa lake,
ili aweze kufunua mapenzi yake na wao wakamfunue Mungu kwa ulimwengu, walikuwa na uongozi huo. Walikuwepo manabii ambao wao walikuwa wanatoa maneno ya Mungu wanayaleta kwa watu. Walikuwa ni watu wanaosema kwa niaba ya Mungu. Lakini walikuwepo makuhani ambao wao walikuwa wanasema kwa niaba ya watu, wanaenda kwa Mungu wakisema kwa niaba ya watu. Walikuwepo waamuzi. Waamuzi wao walikuwa ni wale ambao wanaamua watu katika masuala mbalimbali ya kijamii. Na kundi la mwisho walikuwa ni wafalme ambao wao walikuwa ni viongozi walioteuliwa tangu kiongozi wa kwanza au mfalme wa kwanza kabisa wa taifa la Israeli ambaye alikuwa ni mfalme Sauli, na baadaye akaja mfalme Daudi, mfalme Sulemani na wafalme wengine ambao walifuata. Kwa hiyo makundi haya manne ya viongozi, wafalme, manabii, makuhani pamoja na waamuzi, yalikuwa ni viongozi wa taifa la Israeli. Sasa haya makundi manne yaliwakilisha Yesu Kristo. Yesu Kristo ni kuhani, na si tu kuhani, ila ni kuhani mkuu katika nyumba ya Mungu. Lakini Yesu Kristo ni nabii aliyetabiliwa. Yesu Kristo ndiye mwamuzi mkuu, the great judge. Lakini Yesu Kristo ni mfalme wa wafalme. Kwa hiyo makundi haya ya viongozi wa taifa la Israeli yaliwakilisha ofisi au majukumu ambayo Yesu Kristo anayachukua kama mwokozi wetu. Na ndio maana walipotiwa mafuta hawa walisimama kwa nafasi hizo. Hata Yesu sasa kama mfalme, Yesu kama Masihi, Yesu kama kuhani mkuu, yeye naye alivyokuja duniani hapa ili aanze sasa hiyo kazi yake, wakati anaanza huduma yake na yeye alitiwa mafuta. Biblia imeandika katika kitabu cha Luka sura ya 4 mstari wa 18 mpaka 19, anasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia watumwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwatangazia kuwaacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Kwa hiyo Yesu alipokuwa anaanza huduma yake ya hadhara kama nabii aliyetabiliwa ili aanze kazi yake sasa hiyo ya unabii kama Masihi, lakini pia baadaye anahamia katika awamu nyingine, another phase. Baada ya kumaliza kama nabii aliyetabiliwa akaja duniani, anaingia katika awamu nyingine sasa kama kuhani mkuu baada ya kupaa kwenda mbinguni, na baadaye atakuja kama mfalme wa wafalme na mwamuzi mkuu akihukumu mambo ya wanadamu. Baada ya kuanza huduma yake alitiwa mafuta, kama ambavyo tutaona viongozi wa zamani walivyotiwa mafuta, wa manabii, wafalme, makuhani pamoja na waamuzi. Kwa hivyo na yeye alitiwa mafuta, na sio tu mafuta ya zeituni safi. Biblia inasema alitiwa mafuta na Roho Mtakatifu. Hapa ndo tunapata muunganiko ya kwamba mafuta kama ambavyo yametumika katika Biblia yaliwakilisha Roho Mtakatifu. Wale wa zamani walitiwa mafuta kwa zeituni safi, lakini Yesu Kristo yeye anatiwa mafuta na Roho Mtakatifu. Biblia inaandika katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 na mstari ule wa 38, habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa hiyo maandiko yanasema Yesu alitiwa mafuta na Roho Mtakatifu. Wale wa zamani walitiwa mafuta kwa mafuta haya ya zeituni safi, na hiyo ilikuwa ni ishara ya Roho Mtakatifu ndiye anayewatenga watu. Sasa mambo ambayo tutajifunza siku hii ya leo ni haya yafuatayo. Jambo la kwanza, Roho Mtakatifu ndiye aliyewatenga watu kwa kazi maalum. Hao manabii, hao makuhani, hao wafalme, hao waamuzi walipoitwa, Roho Mtakatifu ndiye aliyewatenga. Nafsi ya Roho Mtakatifu ndiyo iliwatenga watu hawa. Na hapa ndipo tunapata jukumu lake yeye kama Mungu, lakini pia tunaona utendaji kazi wake katika Utatu Mtakatifu. Yeye ndiye anayetenga watu kwa kazi maalum. Ukisoma Agano Jipya utaona imefafanuliwa kwamba yeye ndiye anayetoa karama mbalimbali. Anaweza kutoa karama ya ualimu,
karama ya kufundisha ambayo ndio ualimu, karama ya uchungaji, anatoa karama ndani ya kanisa, karama ya uongozi na nyingine nyingi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapofunuliwa kwa ishara ya mafuta, inafunua uungu wake, ya kwamba ni yeye aliyekuwa anawatenga watu kwa ajili ya ofisi maalum. Kama ni mfalme, yeye ndiye aliyewatenga. Kama ni nabii, yeye ndiye aliyewatenga. Kama ni kuhani, yeye ndiye aliyewatenga. Sasa Biblia inaweka hivi, tuchukue mfano baadhi. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa kwanza, tunapozungumzia mfalme anapoitwa kuchukua nafasi yake, Biblia inasema, ndipo Samueli akatoa kichupa cha mafuta akayamimina kichwani pake. Hapa ni mfalme Sauli. Akambusu akasema, je, Bwana hakukutia mafuta? Zingatia sana hiyo neno, ni ya maana sana. Bwana hakukutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wake Israeli, nawe utamiliki watu wa Bwana na kuwaokoa na mikono ya adui zao. Biblia hapa inatuambia Bwana amekutia mafuta. Sasa twende taratibu hapo, kuna kitu cha maana sana ambacho tunapaswa tukielewe. Unaposoma Biblia, Agano la Kale, ufunuo wa nafsi tatu haujatajwa moja kwa moja, ila tunaona vidokezo ambavyo vinaonyesha ya kwamba ndani ya uungu kuna uwepo wa nafsi zaidi ya moja. Kwa mfano kusoma Mwanzo 1:26, anaposema tufanye mtu kwa mfano wetu, tuumbe mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Hiyo inaonyesha kwamba ndani ya uungu kuna uwepo wa nafsi zaidi ya moja, ila hazijatajwa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Zinakuja kutajwa Agano Jipya, na anayeanza kuzitambulisha ni Yesu Kristo. Lakini katika utendaji Agano la Kale utaona tu anataja labda Bwana akafanya hivi, Mungu akafanya hivi. Lakini ukweli ni kwamba kulikuwa na nafsi ya Baba. Mahali pengine ni Baba alitenda, mahali pengine ni Mwana alitenda, na mahali pengine ni Roho Mtakatifu alitenda. Kwenye fungu letu hili, hebu nilirudie tena. Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa kwanza. Wakati Samueli anaenda kumtia mafuta Sauli, Biblia inasema, ndipo Samueli akatoa kichupa cha mafuta akayamimina kichwani pake, akambusu akasema, je, Bwana hakukutia mafuta? Sasa hapa hajatajwa ni Baba au Mwana au Roho Mtakatifu, ila kulingana na kazi au jukumu lake ndio tunafahamu ya kwamba hapa sio Baba na wala si Mwana, ila aliyetenda hii ni Roho Mtakatifu. Kwa nini? Yeye ndiye anayetenga watu kwa ajili ya kazi, na hiyo rejea imewekwa wazi. Yesu anasema, Roho ya Bwana yu juu yangu, maana Bwana amenitia mafuta. Kwa hiyo Bwana aliyemtia mafuta Yesu Kristo ndiye huyo huyo aliyemtia mafuta mfalme Sauli aingie katika nafasi yake ya uongozi. Na jina hili Bwana au cheo hiki Bwana wanashare. Baba anaitwa Bwana, Mwana anaitwa Bwana, na hata Roho Mtakatifu na yeye anaitwa Bwana. Kwa hiyo anasema kwamba Bwana amemtia mafuta mfalme Sauli. Kwa hiyo inafunua ya kwamba yeye ni Mungu. Yeye katika kutenda kazi ndani ya zile nafsi tatu ndiye anayeita watu katika nafasi mbalimbali kwa ajili ya uongozi ndani ya kanisa lake na katika watu wake. Biblia inaeleza hivi katika Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa 6. Na Roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri. Kwa hiyo hapa anaelezewa mfalme Sauli ya kwamba baada ya kutiwa mafuta ataona ishara, na anasema Roho ya Bwana atakujilia, na moja kati ya ishara ambayo aliambiwa ni kwamba atatabiri. Mfalme Sauli alianza kutabiri, akafanya utabiri mpaka watu wanashangaa, wanasema mtoto wa Kishi ni mambo gani aliyompata? Ni kwa sababu ya mvuto, ya nguvu ya Roho Mtakatifu katika moyo wake. Roho Mtakatifu alipokuwa akitenda alimbadilisha mfalme Sauli. Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa kwanza, wakati Samueli anaenda kumchagua Daudi kuwa mfalme, Biblia inaeleza hivi: Bwana akamwambia Samueli, zingatia hiyo neno, Bwana akamwambia Samueli, ijaze pembe yako mafuta, uende nami nitakupeleka kwa Yese Mbethlehemi, nami nimejipatia mfalme katika wanawe. Fungu la 13, ndipo Samueli akaitoa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na Roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile.
maandiko yanasema hapa, wakati Samuel anaongea na Bwana, anamwambia chukua pembe yako ya mafuta, ijaze mafuta, nenda kamtie mafuta. Akaenda pale, walipita ndugu zake na mfalme Daudi, anapita kina Eliabu, anapita kina Shama, akasema hapa hamna niliyemchagua. Ndipo Samueli anaambiwa kwamba hapo sijachagua, hamna ambaye nimemchagua kama kiongozi. Nasema Samuel anauliza, hauna watoto wako wengine hapa? Anasema yupo mmoja ambaye yuko kule anaangalia kondoo. Akasema muite. Hatamaliza hapa mpaka amefika hapa. Alipofika hapa, akiwa amevaa ile Umimu na Surim, ikawaka. Ina maana kwamba Mungu amemchagua. Bwana akamwambia mtie mafuta, maana huyo ndiye niliyemchagua. Na nafsi ambaye inatajwa hapa anasema ni Bwana. Hajasema ni Baba wala Mwana wala Roho Mtakatifu. Anasema ni Bwana, maana ndio ufunuo wa Agano la Kale. Ila tukirejea Agano Jipya, tunagundua ya kwamba Roho Mtakatifu ndiye anayetia watu mafuta, ndiye anayeita watu katika nafasi mbalimbali za uongozi. Hapa anasema Bwana akamtia mafuta, kama ambavyo Roho wa Bwana alivyomtia mafuta Yesu Kristo kwa ajili ya huduma yake. Tuangalie kwa habari ya mfalme hapa. Wafalme wa kwanza sura ya 19 mstari wa 15 mpaka 16. Hapa alikuwa ni mfalme anatiwa mafuta pamoja na nabii. Maandiko yanasema, Bwana akamwambia, enenda urudi njia ya jangwa la Dameski. Ukifika mtie mafuta Hazaeli awe mfalme wa Shamu, na Yehu mwana wa Nimshi mtie mafuta awe mfalme wa Israeli, na Elisha mwana wa Shafati wa Abel Mehola mtie mafuta awe nabii mahali pako. Sasa hawa wanatajwa, wafalme hao wawili wanatajwa, mfalme wa Shamu pamoja na mfalme wa Israeli, wanatiwa mafuta. Na baadaye Bwana anaendelea kumpa maelekezo. Hapa alikuwa ni nabii Elia, anamwambia mtie mafuta Elisha mahali awe nabii mahali pako. Sasa nafsi inayohusika katika kuwatia mafuta watu na kuwatenga kwa kazi ni Roho Mtakatifu. Hapa anafunuliwa, anawataja wafalme hao pamoja na nabii ambao wanatiwa mafuta kwa nafasi ya uongozi. Na hiyo iko wazi kabisa, imefunuliwa katika Biblia. Ili tuweze kufahamu ya kwamba ni yeye anayewatia mafuta, lazima tuje Agano Jipya, ndipo tunaona jinsi Roho Mtakatifu alivyomtia mafuta Yesu Kristo, ambaye yeye ndiye amebeba hizo ofisi zote 4 ambazo zamani Roho Mtakatifu alikuwa anawatia mafuta watu. Ya kwanza ni wafalme, ya pili ni manabii, ya tatu ni makuhani pamoja na maamuzi. Kwa hiyo jambo la kwanza hapa tunalojifunza, Roho Mtakatifu ndiye anayetenga watu kwa ajili ya kazi maalum, anawaita. Agano Jipya ndio imetanuliwa vizuri zaidi kwamba ndiye anayetoa karama ndani ya kanisa lake. Anatoa karama ya uongozi, karama ya ualimu, karama ya uinjilisti, karama ya ukarimu na nyingine nyingi. Jambo la pili, Roho Mtakatifu anavyofunuliwa kwa ishara ya mafuta, maandiko yanafunua juu ya utendaji kazi wake. Ni utendaji kazi upi? Yeye ana uwezo wa kurainisha mioyo ya wanadamu. Kwa lugha rahisi, ndiye yeye anayebadilisha mioyo ya wanadamu. Hili ni jukumu lake, ni ofisi yake, sio Baba na wala si Mwana. Yeye ndiye anayeshughulika na kubadilisha mioyo ya wanadamu, anawabadilisha mioyo ya wanadamu. Kama ambavyo mafuta yana uwezo wa kulainisha vyuma au vitu vyovyote ambavyo vinaweza kuwa vigumu, ukiweka mafuta mle unaona yanarainika. Kwa mfano nikupe mfano, ukichukua nati pamoja na bolt yake, hata kama ina kutu, ukiwa unaifunga hivi haiwezi, inakuwa ni ngumu sana. Lakini ukiweka mafuta, ukilainisha mafuta yanalainisha ile bolt. Hata ukifunga sasa unapita tu kiulaini kabisa hivi, yani hata bila kutumia nguvu, kiurahisi kabisa. Hata kama ujala unafanya tu hiyo kazi. Kwa hiyo kama vile ambavyo mafuta yana uwezo wa kulainisha vitu, vivyo hivyo Roho Mtakatifu anavyofunuliwa kwa ishara ya mafuta, anafunuliwa juu ya kazi yake anayoifanya, ya kwamba yeye ana uwezo wa kulainisha mioyo ya wanadamu na ana uwezo wa kuwabadilisha. Tuangalie katika Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa 10 na wa 9, baadaye tutarudi hapa. Anasema, kisha Roho ya Mungu ikamjilia kwa nguvu, naye akatabiri kati yao. Mungu akambadilisha moyo. Zingatia hiyo neno, Mungu akambadilisha moyo, nazo ishara zile zote zikatukia siku ile. Hapa anazungumziwa mfalme Sauli. Anasema baada ya kutiwa mafuta, Samuel alipomtia mafuta alimpa maelekezo, akasema mambo haya yatakutokea
nenda utakutana na watu, akampa maelekezo hapo, na baadaye asema utakutana na kundi la manabii na wewe utaanza kutabiri hapo. Na baada ya mfalme Sauli kwenda, mambo hayo yakatukia mpaka watu wanashangaa. Maandiko yanasema hapa ya kwamba Mungu akambadilisha moyo. Hajasema Baba akambadilisha moyo, wala hajasema Mwana akambadilisha moyo, wala hajasema Roho Mtakatifu akambadilisha moyo. Kwa sababu Agano la Kale linapofunua juu ya Mungu na utendaji wake, halikuainisha kwamba huyu ni Baba, huyu ni Mwana, huyu ni Roho Mtakatifu. Lakini kulingana na kazi anayoifanya, hapa ndo tunagundua kumbe nafsi ya kiungu ambayo ilimbadilisha moyo Sauli ni Roho Mtakatifu. Maana ni yeye anayetenda kazi na ana uwezo wa kubadilisha mioyo ya watu. Amefanya hivyo kwa wengi. Hata Sauli wa Agano Jipya ambaye ndiye anaitwa Paulo, na yeye alibadilishwa baada ya kutokewa na Yesu Kristo. Anasema alibadilishwa akawa mtu mwingine kabisa. Kwa Biblia inasema kwamba Mungu akambadilisha mfalme Sauli. Tena anasema akambadilisha moyo. Swala la kubadilisha mioyo ya watu ni kazi ya Roho Mtakatifu. Yesu alieleza, ndio maana tulijifunza hapa ishara ya upepo kwamba ana uwezo wa kufanya mambo hayo. Ni muujiza anaofanya Roho Mtakatifu. Ukisoma Yohana sura ya 3 mstari wa 5, Biblia inasema mtu asipozaliwa kwa maji na Roho hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo lazima mtu abadilishwe na Roho Mtakatifu. Lazima moyo ubadilishwe ili mtu aweze kuingia katika uzima wa milele. Na hiyo ndio jukumu lake, ndio kazi yake. Lazima tufundishe ya kwamba Roho Mtakatifu ana kazi ya kubadilisha mioyo ya watu. Watu waweze kumpokea Yesu, na wakiwa ndani ya Yesu, Roho Mtakatifu anachukua jukumu lake, anawabadilisha mioyo yao. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapofunuliwa kwa ishara ya mafuta, anafunuliwa juu ya jukumu lake kama Mungu, ya kwamba ana uwezo wa kubadilisha mioyo ya watu. Jambo la tatu na la mwisho kwa siku hii ya leo, Roho Mtakatifu anapofunuliwa kwa ishara ya mafuta, anafunuliwa yeye ndiye chanzo cha nuru. Sasa sikiliza, katika ibada ya hema ya kukutania kulikuwa na kinara cha taa. Kile kinara cha taa, ili zile taa moto uweze kuwaka, lazima kuwe na mafuta ndani yake. Na ndio maana waliweka mafuta ya zeituni safi. Biblia inaeleza katika Kutoka 27 mstari wa 20, nawe waamuru wana wa Israeli wakuletee mafuta ya zeituni safi ya kupondwa kwa ajili ya nuru. Zingatia, mafuta yalikuwa ni kwa ajili ya nuru, ili kufanya ile taa kuwaka daima. Kwamba taa ambayo ilikuwa inawaka katika hema ya kukutania ilipaswa kuwaka daima. Sio tu kuwaka siku moja au siku mbili au mwezi mmoja au mwaka, hapana. Ilipaswa kuwaka daima. Na ukisoma kwenye sheria zile za ibada, mambo ya Walawi, yanasema na hiyo itakuwa ni ishara ya vizazi vyote. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapofunuliwa kwa ishara ya mafuta, yeye ndiye anayefanya moto uwake. Ndiye chanzo cha moto kuweze kuwaka. Sasa maana yake ni nini? Katika ibada bila neno la Mungu, katika ibada bila Roho Mtakatifu, ibada haijakamilika. Kwa hiyo nuru inawakilisha Yesu Kristo. Yesu alisema mimi ni nuru ya ulimwengu. Ili tuweze kumwelewa Yesu na kila alichokifanya, ili tuweze kuelewa neno ambaye ni Yesu Kristo, neno la Mungu, lazima Roho Mtakatifu ndiye atufunulie. Kwa lugha rahisi, bila Yesu, bila neno la Mungu, bila Roho Mtakatifu, ibada zetu haziwezi kuwa na maana. Na ndio maana Yesu alisema wote wanaoabudu lazima waabudu katika roho na kweli. Lazima Roho Mtakatifu abadilishe mioyo yetu, abadilishe nia zetu. Alafu tunaenda katika ibada kujifunza neno la Mungu ambalo sasa linatuangazia. Zaburi 119 mstari wa 105 anasema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Neno la Mungu liweze kueleweka vizuri, ili liweze kuangaza katika nuru yake vizuri, lazima liangaziwe na Roho Mtakatifu. Kwa nini? Ndiye yeye Roho Mtakatifu aliyeongoza uandishi wa neno la Mungu. Yeye ndiye aliyewavuvia wale waandishi wa neno la Mungu wakaandika. Kwa hiyo bila yeye hatuwezi kuelewa. Na ndio maana anasema weka mafuta ya zeituni safi kwa ajili ya nuru, na kile taa iweze kuangaza daima. Kwa hiyo bila Roho Mtakatifu hatuwezi kuangaziwa. Yeye ndiye chanzo cha nuru, anayetupatia tuweze kuona vyema.
Mungu atusaidie tuweze kufahamu ukweli huu na hatimaye tukajisalimisha kwa Roho Mtakatifu ambaye yeye anafunuliwa katika ishara hiyo ya mafuta. Leo tulikuwa tunaangalia ishara hiyo ya mafuta na hii ni sehemu ya kwanza. Juma lijalo tutamalizia vipengele vingine vinavyoonyesha ishara ya Roho Mtakatifu ilikuwa inamaanisha nini. Maandiko yanapofunua kwamba Roho Mtakatifu anafunuliwa kwa ishara ya mafuta, ilikuwa inafunua kuhusu nini? Hiyo tutaiangalia katika juma lijalo. Mungu atubariki na Mungu atusaidie kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Basi nikualike tuweze kumwomba Mungu. Baba yetu na Mungu wetu mwema uishie juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa kutupatia nafasi ya kuweza kujifunza siku hii ya leo. Leo tulikuwa tunaangazia juu ya ishara ya mafuta ambayo inawakilisha Roho Mtakatifu. Tusaidie tuweze kufahamu juu ya utendaji wake, tusaidie tufahamu ya kwamba yeye ni Mungu, maana ndiye aliyekuwa anatenga watu kwa ajili ya kazi maalum. Tupatie neema yako tunapojifunza mambo haya tuweze kuelewa, kwa kuwa tunaomba kupitia jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen.